Mambo vipi internet, ni Director Sam na hii ni Sam Online Skills. Karibu tuweze kuendelea pale tulipoishia katika video zilizopita. Okay, katika video iliyopita tuliweza kutengeneza AdMob app IDs tukaweza kuweka kwenye application yetu. Okay, nilikwambia kwamba kuna njia nyingine ya matangazo ambayo ni mpya. Hii sasa ni ya App Creator 24. App Creator 24 bwana ameanzisha mfumo wao wa matangazo ambao ni App Creator 24 Ads. Sasa hii ukija hapa kwenye ads hapa utakutana haya matangazo yote ambayo yako kwenye background hii. Haya ni ya AdMob pamoja na kampuni nyingine za ads, lakini huwa tunapendelea kutumia AdMob kwa sababu ndo the most famous na ndo the most ambayo inalipa vizuri zaidi. Okay, App Creator 24 wameanzisha mfumo wao ambao kuna taratibu zake ambazo ni fupi tu na ni mfumo ambao ni rahisi. Kama unaweza kusoma, sawa, unaweza ukasoma mwenyewe hapo. Kwa mfano nikisoma hii moja anasema no registration required with external advertising networks. Kwa hiyo haihitaji usajili wowote wa nje. Payment managed direct by App Creator 24 automatic registration. Yani hii ni kitu ambacho akihitaji yani hahitaji sign up ya aina yoyote ya nje, kama ambavyo tumefanya kwenye AdMob kwamba tumeenda nje kwenye AdMob, sign up, tumeweza kutengeneza app ID na vitu kama hivyo. Lakini hii haihitaji chochote. Hii unachokifanya tu kwanza turn on iwe active. Haihitaji sio kuverify wala nini. Basi yani unachokifanya wewe ni hicho tu, kutani on basi. Baada ya hapo kitu kingine labda utakuja hapo kwenye view status and earning. Utaangalia hapa wanakuonyesha sema balance until last month. Okay, anakuonyesha hapo kwamba kiwango cha chini cha withdraw ni $50. Wakati kwenye AdMob kule kiwango cha chini ni $100, ila huko ni $50. Okay, hapo kuna edit payment info, utaweka hapo majina yako, utaweka nchi, utaweka unataka kulipwa kwa njia gani, ya bank au ya PayPal. Utakuja kuweka hapo unataka kulipwe kwa sarafu gani. Let's say unachagua British pound au unachagua US dollar au euro. Tanzania shillings sijaiona. Kisha hapo utaweka email. Okay? Kitu ambacho sijakiona hapa ni kwenye wire au bank transfer, sijaona sehemu ya kuweka bank account. Kwa hiyo kwa haraka haraka hapa nitakachokifanya kwa mimi sihitaji kutumia hii, lakini ningetaka kutumia hii. Kitu ambacho ningefanya, ningekuja kutumia PayPal, naweka email ya PayPal, alafu hii email yangu naisajili kwenye PayPal. Okay, video ijayo nitakuja kuonyesha namna ya kutengeneza PayPal account. Sawa, baada ya kuwa umeshaweka hivi una confirm. Sawa, unaweza kuona hapa. Sasa kitu kingine ambacho utajuaje malipo yako kwamba umeingiza kiasi gani kwa kipindi cha mwezi huu. Kwa mfano hapo unaona mwezi March 2026, hapo utaangalia labda kama ni kwenye SG network, lakini kama una nani zaidi ya moja, kama una app zaidi ya moja basi utagusa all, lakini kama ni moja unaweza ukaplace kwenye hiyo SG network, au ukiweka moja basi ukiweka all basi, kwa sababu ni hiyo moja itaonyesha, utapress show, itakuonyesha kuanzia tarehe moja mpaka tarehe ya leo kwamba ni kiwango gani ambacho umeingiza. Kwa sababu mimi hii hata sijafungua ndo nimeingia, basi itanionyesha hivi. Sawa, basi hivyo ndivyo unavyotengeneza akaunti hii. Kwa hiyo utakachokifanya hapo katika video ijayo utakuja kutengeneza akaunti ya PayPal ili uweze kutumia njia hiyo. Lakini tofauti na AdMob ni kwamba hii kiwango chake cha mapato ni kidogo sana ukilinganisha na AdMob. AdMob mapato yake kidogo ni makubwa ukilinganisha na hii. AdMob kwa mfano, ukiwa unatengeneza application ambayo inahusisha na masuala ya social, kwa watazamaji, ikiwa na active users kwa mwezi, active users 50,000, basi unaingiza $700 na point. Ambapo $700 inakuwa almost ni zaidi ya milioni moja. Kwa hiyo sina uhakika kamili kwamba ni milioni moja point ngapi, lakini zaidi ya 1M. Kwa hiyo unaweza ukatengeneza
application yako na ikaweza kukulipa. Kwa hiyo utachagua ni njia gani ambayo unaona. Lakini pia sijakwambia usitumie hizi njia nyingine kama Upnext, lakini mimi situmii. Mimi nimekufundisha zile ambazo nazitumia, ambazo ninaziweza. Tukutane muda na wakati mwingine. Naitwa Dr. Sam. Bye bye. Tunakupa skills za app, website bila kodi, kutoka China, biashara mtandaoni, cheza mbele. SG Network, burudani, fursa, jukwaa la dunia. Tuunganishe vijana wote, tufanye maajabu. Sam Global, kampuni yako ya kesho. Sam Global.